إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أما بعد، أحباب في الله، بعد أن نشكر الله أن نصلي على سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل، فإن الفوز لا توجد إلا بتقواه، بقوله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وقال أيضا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحباب في الله، baada ya kumshukuru Allahu Jalla waala na kuelekeza sana na amani kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mwanzo ya yote na wausieni pasi na kusahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allahu Jalla waala, kwa sababu hakika ulivyo kufaulu hakupatikani isipokuwa kwa yule ambaye aliyojikita kwenye takwa, ucha Mungu. Na tunapozungumzia takwa, ucha Mungu, tunamaanisha ni kufuata yale ambayo Allah Jalla waala aliyoamrisha na kukatazika na yale ambayo Allah ameyakataza. Baba fillah, Allah anatuwekea ubainifu juu ya swala zima la ucha Mungu, at-taqwa, kwamba ndio sababu ya kufaulu kwa mja. Anasema kwamba hakika ya wale ambao waliomcha Allah, waliofuata yale aliyoamrisha Allah na waliokatazika na yale aliyokataza Allah, mafaza, ndio waliofaulu. Baba fillah, hayya bina ila mawdu'ina al-yawm. Tuelekee katika maudhui yetu ya Jumaa hii ya leo. Hotuba yetu inaongozwa na kichwa cha habari kisemacho: man annaluma fi qadhiyati rizq. Lawama tuzielekeze kwa nani katika matatizo ya riziki? Man annaluma fi qadhiyati rizq, matatizo, ugumu wa kupatikana kwa riziki. Ni nani ambaye anafaa kuelekezewa matatizo haya? Lawama tumwelekeze nani? Man annaluma, tumlaumu nani katika masuala ya riziki? Baba fillah, man annaluma fi qadhiyati rizq,
Ni nani tumlaumu katika maswala matatizo ya riziki? Wafiha, na ndani ya maudhui hii sananzur, tutaangalia min asbabi shar'iyyati, miongoni mwa sababu za kisheria aljaribati riziki, ambazo zinaweza zikasababisha riziki kwa mwanadamu. Tunaangalia min asbabi shar'iyya, miongoni mwa sababu za kisheria aljaribati riziki, ambazo zinaweza ikawa ni chachu ikasababisha kwa mwanadamu au kwa mja kupata riziki yake kutoka kwa Allah jalla wa ala. Baba fillah, maudhui inasema man annaluma fi qadiyati riziki, tumlaumu nani katika masuala ya riziki? Kiongozi? Tulaumu nyakati? Tulaumu kitu gani? Kipi ambacho kinafaa kulaumiwa katika masuala ya riziki? Baba fillah, kama tulivyosema, jambo ambalo tunalotaka kuliangalia ndani ya maudhui hii ni vitu ambavyo vinaweza vikawa ni sababu kwa mja kupata riziki yake au kufanywa wepesi katika upataji wa riziki yake kwa Allahu jalla wa ala. Basi na kupoteza muda, min hadhihi al-asbab, miongoni mwa sababu hizi al-istighfar, ni kumtaka msamaha Mola wako, kukaa chini kuomba msamaha kwa Mola wako kutokana na jambo ambalo ulilolifanya, kutokana na asili jambo lolote lililomwasi Mola wako, ukasema unakaa chini na mtaka msamaha Mola wangu katika jambo hili. Hii inakuwa ni chachu au ni sababu ya kufanya wepesi riziki yako kwa Allahu jalla wa ala. Tukinukuu maneno yake Allahu jalla wa ala katika sura Nuh aya ya 10 mpaka ya 12, aliposema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaykum midrara, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabii wa Allah Nuh anasema baada ya kuamrishwa na Allahu jalla wa ala kuwaonya na kuwaongoza watu wake katika takwa, katika ibada ya Allahu jalla wa ala, anatoa maelezo kwa kuonesha namna gani alivyoendea watu wake na kuwaonya katika yale aliyoagizwa na Allah. Anasema kwamba mimi niliwaambia mtakeni msamaha Mola wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye amekuwa ni mwingi wa kusamehe. Yursil samaa alaykum midrara, kutokana na jambo hilo basi atakumwagieni mvua, atakunyeshelezeni mvua midrara, hadi ya kububujika, kwamba mvua nyingi mtaipata kutokana na jambo lenu hilo. Istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum, nilisema kuambia mtakeni msamaha Mola wenu. Al-istighfaru, kutaka msamaha kwa Mola wako, ni miongoni mwa sababu za kupata riziki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, na vile vile kutokana na jambo hilo la kumtaka msamaha Mola wenu atawaongezeni, wa yumdidukum, atawapanulieni, atawaongezeni mali na watoto. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, vile vile atawajalia mabustani, ndio riziki tunayozungumzia. Wa anhara, na mito kwa ajili ya kunyesheleza bustani hizo. Min asbabi shar'iyyati lijalibati rizqi, miongoni mwa sababu za kisheria ambazo zinaweza kuwa ni sababu ya mja kupata riziki yake kwa Allah, al-istighfar, ni kumtaka msamaha Allahu jalla wa ala. Na pia Allah anatunukulia maneno yake kwa kusema wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, na mtakeni msamaha Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha tubuni kwake yeye Allah, rudini kwake yeye, mtakeni msamaha Mola wenu, kisha rejeeni kwa Allah jalla wa ala. Faida zipi? Yumatiukum mataan hasan, atawastarehesha starehe iliyokuwa mzuri, kwamba atawafanya mustarehe katika mgongo wa ardhi kwa starehe mtakayoridhia katika nafsi yenu. Yumatiukum mataan hasana, atawastarehesheni starehe iliyokuwa mzuri.
ila ajalin musamma, mpaka muda maalumu. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu, na vile atampa kila mwenye fadhila zake. Wa in tatawallaw, endapo mtakapokengeuka, mtakapoacha kufanya hayo ambayo mlioambiwa, fa inni, kwa hakika yangu mimi, akhafu alaykum adhaba yawmin kabir, naogopea kwa nyinyi adhabu siku kubwa, kimaanisha Allah jalla wa ala siku ya kiyama. Allah anatuongoza katika kumtaka msamaha yeye pale tunapokosea. Faida zinazopatikana ni zipi? Akatuambia yumatiukum mataan hasana, atawastaresheni starehe iliyokuwa mzuri, mtaishi vizuri, hamtakuwa na changamoto za riziki na mengineyo. Yumatiukum mataan hasana, atawastaresheni starehe iliyokuwa mzuri. Lakini mwisho akatupa onyo, endapo mtakangeuka kufanya hivyo, mtakataa kurudi kwa Mola wenu, kutubu, kumtaka msamaha Mola wenu, mimi naogopea zaidi adhabu kali siku iliyokuwa kubwa, kimaanisha siku ya kiyama. Inamaanisha endapo tutakapoenda kinyume na agizo hilo, tutakapoacha kumtaka msamaha Allah, kutubu katika yale tunayofanya kwa Allah jalla waala, matokeo yake ni kuingia katika adhabu kali ambayo Allah anayogopea kwetu sisi tufike. Hababa fillah, man an yaluma fi qadiyati rizq. Swali la kujiuliza katika matatizo, masuala ya riziki, ni nani anayefaa kulaumiwa? Mimi, wewe, kiongozi? Ni nani ambaye anafaa kulaumiwa katika masuala ya riziki? Wa fiha min asbabi shar'iyyati, miongoni mwa sababu za kisheria, ijaribati riziki, ambazo zinasababisha kupelekea kupata riziki au kufanyika wepesi wa riziki kwa mja mbele ya Mola wake. Hababu fillah, al-istighfar, kukaa chini kumtaka msamaha. Tenga muda wako kwa ajili ya kumtaka msamaha Mola wako, ili mradi akufanyie wepesi katika yale ambayo kuna uzito ndani yake. Wa minha, na miongoni mwa sababu za kisheria ambazo zinapelekea kufanywa wepesi wa riziki yako kwa Allah, at-taqwa, uchamungu. At-taqwa, uchamungu. Tukinukuu kauli ya Allah jalla waala, anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atakayemcha Allah, atakayefanya aliyoyaamrisha Allah na akaacha aliyoyakataza, yaj'al lahu makhraja, anampatia matokeo katika kila jicho atakalolipitia. Sio hivyo tu, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na vile vile anamruzuku katika hali ambayo yeye hategemei kwamba hapa mimi nitaruzukiwa na Allah jalla waala. At-taqwa, uchamungu. Uchamungu ni kufuata yale ambayo Allah ameamrisha na kuyaacha yale aliyokataza. Allah ameamrisha hili na hili na hili ukalifuata, ama amekataza hichi na hichi na hichi ukakiacha, fa huwa taqwa, ndio uchamungu unaokusudiwa. Kama wanazuoni wengine alisema kwamba ni kujalia kati ya mja na Mola wake wikaya, kizuizi, kwamba Allah asimuone katika maasi ya mja wake huyu. Ndio tunarudi pale pale kufuata yale aliyoamrisha Allah jalla waala. At-taqwa, uchamungu, min asbabi shar'iyya, ni miongoni mwa sababu za kisheria ambazo zinampelekea mtu kufanya wepesi riziki yake kwa Allah jalla waala. Allah pia anatunukulia kauli yake kwa kuonesha msisitizo juu ya swala hili. Anasema walau anna ahla alqura amanu, lau watu wa kijiji wangeamini, wattaqau, na wakamcha Allah, wattaqau, wakamcha Allah, taqwa, ucha Mungu, wattaqau, na wakamcha Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, tungefungua kwa wao baraka kutoka mbinguni na ardhini. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, tungefungua kwa wao baraka kutoka mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, wakakadhibisha, wakapinga katika yale ambayo tuliyowaongoza. Fa akhadhnahum, tukawachukua bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wakiachuma, kwa yale ambayo waliokuwa wakiyafanya kwa mikono yao, tukawachukua vivyo, kwa maana tukawaadhibu kutokana na kosa lao hilo. Allah anasema lao watu wa kijiji wangeamini na wakamcha Allah, amanu wattaqu, wangemwamini na wakamcha Allah, atakwa, ucha Mungu, kufuata yale ambayo Allah anayoyataka na kuacha yale anayokataza Allah jalla waala, ni miongoni mwa sababu ambazo zilizofanya kupata wepesi wa riziki yangu, riziki yako kwa Allah jalla waala. Babu fillah, man an yaluma fi qadiyati rizqi,
Ni nani ambaye anafaa kulaumiwa, kuelekezewa lawama katika matatizo ya riziki? Matatizo ambayo yanatukumba wengi wetu. Unaweza ukamuuliza mtu, kwa sababu gani sasa uonekane dunia tumeshughulishwa kwamba ule upataji wa riziki kwake yeye anaona kwamba umekuwa finyu? Je, solution ni zipi? Njia ambazo za kujitatua kwenye matatizo haya ni yapi? Kuna sababu za kisheria ambazo mtu akishikamana nazo zinakuwa ni sababu ya yeye kufanya wepesi riziki yake kwa Allah Jalla Ala. Miongoni mwazo tumeangalia istighfar, ukaa chini kumtaka msamaha Mola wako. Wafia na nyinginezo katika hizo tukasema at-taqwa, ucha Mungu, na tumeangalia dalili kwa nukuu za Allah Jalla Ala, maneno ya Allah tuliyonukuu yanaonesha msisitizo katika masuala hayo. Wa minha, na miongoni mwa sababu za kisheria ambazo inakuwa ni sababu ya mtu kufanyia wepesi wa riziki yake, atawakkul, kutegemea kwa Allah. Atawakkul huwa na utegemezi wa Allah kwamba mimi aniruzuku atakayenifanyia wepesi katika kila jambo ambalo ninalihitaji ni Allah Jalla Wala. Kuna tawakkul na tawakkul. Tawakkul ni kutegemea kwa Allah, lakini hapo ukawa unatafuta njia za kujikwangua, kujiondoa katika ile tatizo lilokuwepo nalo. Lakini tawakkul unategemea kwa Allah hali ya kuwa umebweteka ufanye chochote. Hii tawakkul ghairu jaiz. Tawakkul ambayo ni kukaa tu na kusema Allah atanipa, umekaa msikitini, nyumbani, subhanallah, Allahu akbar, hii ni ghairu jaiz, ni jambo ambalo lisilofaa. Ama kinachohitajika atawakkul, kwamba kutegemea kwa Allah, na hapo ukawa unafanya asbabu za kupata kile ambacho unachokihitaji, asbabu za kujiondoa katika tatizo lilokuwepo. Atawakkul, kutegemea kwa Allah. Allah anatuambia fabtaghu anillahi rizqa, basi takeni au tafuteni kutoka kwa Allah riziki yenu. Inamaanisha kwamba tegemeeni riziki yenu kwa Allah Jalla Wala. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye anatuambia law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, law hakika yenu nyie mngekuwa mnategemea kwa Allah haqqa tawakkuli, ukweli wa kumtegemea Allah Jalla Wala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, angewaruzuku kama vile anavyoruzuku ndege. Kwa sababu gani? Takadu khimasa, ndege anatoka asubuhi, akiondoka himaswa, ndani ya tumbo lake hakuna chochote, wataruhu bitwana, lakini anarudi wakati wa jioni akiwa ameshiba. Walau annakum, law hakikanu nyinyi tatawakkaluna ala Allah, mnategemea kwa Allah Jalla Wala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, angewaruzuku kama anavyoruzuku ndege. Anawaruzuku vipi? Takadu khimasa, anatoka asubuhi akiwa na njaa, tumbo halina kitu, wataruhu bitwana, na narudi akiwa ameshiba. Tumesema tawakkul, kutegemea kwa Allah, ni kutarajia kwa Allah kwamba yeye ndiye anafanya pesi katika kila jambo unalihitaji, pia ukatafuta asbabu. Na tumeona katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ningewaruzuku kama nilivyoruzuku ndege. Kwa sababu gani? Wao wanatoka, ile kutoka ndio asbabu yenyewe, anatoka kwenda kutafuta, sio kwamba amekaa tu kwenye kiota chake, bali anatoka. Kwa hiyo tawakkul maana yake ni kutegemea kwa Allah pamoja na kuchukua sababu ambazo zinazoweza zikakuvusha katika kile ambacho kilichokukwaza. Allah Jalla Wala pia anatuambia waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, na yule ambaye anayotegemea kwa Allah fa huwa hasbuh, basi huyo Allah ndio tosha yake, kwamba Allah yeye atamtosheleza katika kile anachokihitaji. Waman yatawakkal ala Allah, na yule ambaye anayotegemea kwa Allah fa huwa hasbuh, ndio tosha yake. Atawakkul, kutegemea kwa Allah. Sababu fillah, man an yaluma fi qadiyati rizq, wa kulaumiwa ni nani katika masuala ya riziki? Sisi wenyewe kwa kujisahau na hizi taratibu za kisheria, kujisahau na ucha Mungu, kujisahau na kumtaka msamaha Mola wetu, kujisahau na tawakkul, au tuelekeze matatizo yetu kwa viongozi wanaotuongoza? Man an yaluma, laumiwe nani? Wa minha, na miongoni mwa asbabu za kisheria ambazo zinazofanya mtu apate wepesi wa riziki yake kwa Allah Jalla Wala, atafarrughu li ibadatillah. Atafarrughu li ibadatillah ni kujihadhurisha kinafsi yako na kimwili katika ibada ya Allah. Ni jambo ambalo tusiloliweza kujihudhurisha wewe mwenyewe na moyo wako ukawa tayari katika swala la ibada ya Allah Jalla Wala. Wa maana ya kusema hivyo atafarrughu an yakuna al-abdu hadira al-qalb, au mja
ni mwenye kuhudhuria kimoyo wake, kwamba amehudhuria kwa moyo anil ibada, katika ibada za kumwabudia Mola wake. Ni jambo ambalo linalotushindwa. Mtu yupo katika swala anafanya mahesabu ya biashara zake ambazo alizoziacha sokoni, kwamba najua mimi nikirudi na hapa nitaanzia hapa na hapa na hapa. Na mwingine ameweka vituo kabisa, anajua katika tahia na fikiria masuala ya nyumbani, ama nikiwa katika rukuu nafikiria hichi na hichi na hichi. Ile tafarruhu, kwamba kujihudhurisha kwa mioyo yetu ni jambo ambalo limeondoka katika nafsi zetu. Hii ni miongoni mwa sababu za kisheria ambazo zinampelekea mtu kufanya wepesi wa riziki yake kwa Allahu Jalla waala. Qala sallallahu alaihi wasallam, mtume atuambia, yakulu Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah ametukuka na ametakafika. Inamaanisha kwamba ni hadithi al-Qudusi, hadithi al-Qudusi, kwa maana ya kwamba maana ya hadithi kutoka kwa Allah, lakini matamko ya hadithi ni kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Allah, ya ibn Adam, wewe mwanadamu, tafarra ibada, jihudhurisha kwa moyo wako katika ibada zangu. Amla sadraka ghina, nitajaza katika kifua chako utajiri, utatosheka, utatosheka katika kila ambacho ulichokihitaji kutokana na jambo hilo. Wa asuddu fakraka, na vile vile nitaondoa, nitaziba, nitafunga ufukara wako, hali yako ya ufukara uliokuwa nao. Wa asuddu fakraka, na nitaziba na kuzuia ufakiri uliokuwa nao. Wa illa, na endapo msipofanya hivyo, wa illa tafalu, na endapo msipofanya hivyo, malaatu yadaika shughula, nitajazia mikono yako hali ya kuwa yenye kushughulishwa. Wakati wote ni wenye kushughulishwa tu, hauna muda wa kukaa chini kusoma dini ya Mola wako, hauna muda kusema hata nakaa na familia yangu, umetoka saa 8 usiku unarudi saa 4 usiku. Nitajaza mikono yako kuwa yenye kushughulishwa tu wakati wote. Kwa sababu gani? Umeacha tafarruh. Hivi anasema Allah Jalla waala kwa hadithi al-Qudusi, wala asud fakrak, na endapo nitakapofanya hivyo, mikono yako nitakapoifanya iwe yenye kushughulika wakati wote, hauna utulivu wakati wote, wewe ni kwenda mbio tu na dunia yako, vile sitauzuia ufakiri utakuvaa, utabaki katika hali ile, utapambana siku zote, lakini bado upo katika tatizo hilo. Hababu fillah, man ayaluma, tunachoangalia ni nani ambayo inabidi tumlaumu katika masuala mazima ya riziki, katika matatizo yanayotupata katika swala zima la upataji wa riziki. Hababu fillah, min asbabi shar'iyyati aljalibati riziki, miongoni mwa sababu za kisheria zinazopelekea mtu kufanyia wepesi wa riziki yake, na miongoni mwazo as-silatu rahim, kuunga udugu. As-silatu rahim, kuunga udugu, kwamba kumuunga yule aliyokukata katika ndugu zako. Qala sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam zifikie juu yake amesema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yule ambaye aniyependa an yubsata lahu fi rizqi, kukunjuliwa katika riziki yake, wa yunsa lahu fi atharihi, vile vile akarefushiwa muda wake wa kuishi, faliyasir rahmahu, basi na aunge udugu wake. Man ahabba, yule ambaye atakayependa ayubsata lahu fi rizqihi, akunjuliwe katika riziki yake, yuko finyu katika riziki, akunjuliwe, awe mkunjufu kwenye swala la riziki, na vile vile asaulishiwe, yani acheleweshewe muda wake wa mauti, aongezewe muda uhai wa kuishi, basi na aunge udugu wake. Ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi sahihi. Hababu fillah, tunaangalia sababu za kisheria ambazo endapo tutakapoamua kushikamana nazo, kuzishikilia, itakuwa ni sababu ya kufanyia wepesi katika riziki zetu. Tumeangalia kwanza al-istighfar, kukaa chini kumtaka msamaha Mola wako, kwamba ukatenga muda unakaa chini kwa ajili ya kumtaka msamaha Mola wako, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi watu, tubuni na mtakeni msamaha Mola wenu, hakika yangu mimi kwa siku moja ninatubia zaidi ya mara 70, katika hadithi nyingine mara 100. Sisi hata mara 1, mara 2, mara 3 hatuna nyakati hizo za kumtaka msamaha Allah. Ni miongoni mwa sababu za kufanya wepesi riziki zetu. Vile vile sababu nyingine atakwa, uchamungu. Sababu nyingine tunaangalia tawakkul, kutegemea kwa Allah Jalla waala katika kila lile ambalo unalihitaji. Vile vile tukaangalia tafarruqu li ibadati, kwamba kujihudhurisha kwa moyo katika ibada zako, na mwisho tuliangalia silatu rahmi, kuunga udugu, kitu ambacho wengi wetu sisi tumekisahau na tumekiacha. Endapo mtu hakushughulishi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nasema kila mmoja na maisha yake bwana,
ndugu yako. Kinachohitajika kumuunga udugu huo ili mradi upate fadhila kwa Allah jalla waala, na wala hakuna ujinga kwako wewe eti utakapoanza salamu kwa mtu ambaye aliyekukatia salamu au amekata mawasiliano juu yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mbora wao kati ya wawili hao ambao kila mmoja anampa kisogo mwenziwe kutokana na kukata na udugu na kutokusalimiana, mbora wao ni yule atakayeanza salamu. Kwa hiyo wewe kujishughulisha kwa ndugu yako huyo, kwa mwenzio huyo aliyekukata udugu, kunapelekea fadhila kubwa kwa Allah jalla waala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kuelekeza sala na amani kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, hababa fillah, hutuba yetu ya pili itakuwa inaongozwa na kichwa cha habari kile kile kisemacho man ayaluma fi qadiyati rizqi, ni nani ambaye anafaa kulaumiwa katika masuala ya riziki, kujilaumu wewe mwenyewe au kuna ambaye anastahili zaidi kulaumiwa kwenye swala hilo. Na ndani yake tulisema tunaangalia min asbabi shar'iyyati, miongoni mwa sababu za kisheria, aljaribati rizqi, ambazo zinapelekea mtu kufanya wepesi au upatikanaji wa riziki yake kwa Allah jalla waala. Ama sababu nyingine ambayo ni ya mwisho tutasimamia kwayo, al-infaqu fi sabilillah, kutoa katika njia ya Allah. Al-infaqu fi sabilillah, kutoa katika njia ya Allah, katika jambo la uendeshaji wa dini. Jambo lolote lile la uendeshaji wa dini, wewe ukajichangia kwenye swala hilo, inakuwa ni miongoni mwa asbabu za kufanywa wepesi riziki yako kwa Allah jalla waala. Allah anasema ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, na hamkitoi chochote nyie isipokuwa Allah yeye yukhlifu, anakifanyia badala, kwamba anakiletea badala juu ya hiko mlichokitoa. Wa huwa na yeye Allah khairur raziqin, ni mbora wa kuruzuku, yani kwamba yeye ni mbora wa wote wenye kuruzuku. Ni sura Saba aya 39. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ametuoneshea juu ya swala hili kwamba kutoa katika njia ya Allah kusaidia uendeshaji wa harakati za dini ya Allah kwa namna moja ama nyingine, na kwa sababu ya kukunjuliwa katika riziki yako. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi falati, pindi ambapo mtu akiwa anatembea katika ardhi kame, fasamia sautan fi sahabati, akasikia sauti kutoka mawinguni, kwamba anapita katika sehemu kame, labda ni jangwani, kwa hali ambayo hakuna maji kipindi hicho, mvua haipatikani. Akasikia sauti kutoka mawinguni kwamba kuna kijiwingu kimekaa, akasikia sauti kinaambiwa asqi hadikata fulani, nyesheleza katika bustani ya fulani. Kile kiwingu kinaambiwa hivyo, kinaamrishwa nenda kanyesheleze, yani kwamba hayo maji ya kiwingu hicho ndio yakashuka katika bustani ya fulani. Fatanaha dhalika sahabu, kikasogea kidogo kile kiwingu ambacho kilichoamrishwa hivyo. Fa afragha ma'ahu fi harrati, kikaja kikamwaga maji yake katika sehemu ya joto, kwamba sehemu ambayo hali kame kabisa, kaja kile kiwingu kikamwaga maji yake sehemu hiyo. Fa idha sharjatu min tilka shiraji, ukatokea mfereji miongoni mwa mfereji ya maji yale yaliyomwagika pale chini. Kad istaw'abat dhalika alma kulla, ikawa kimekusanya yale maji yote, kwamba umetokea mfereji mmoja ukawa umekusanya yale maji yote, inamaanisha kwamba ukawa unaelekeza sehemu maalum. Fatatabba alma, yule bwana ikabidi ayafuate yale maji. Yale maji yanaenda wapi? Anayafuatisha kule anipoelekea. Fa idha rajulun qa'id, punde akamwona mtu amesimama, fi hadikatihi, katika bustani yake, kwamba anifuata yale maji mbele yake huko anipoenda, akaja kumkuta mtu amesimama katika bustani yake. Yuhawilu almaa bimasahatihi, anayazungusha maji au anayaweka vizuri maji na kifaa chake, kwamba mfano ni jembe, yale maji yanapita yanaingia katika shamba, kwamba yanayawekea vizuri ni mradi asiwe yanaenda kombo, yanamwagika pembeni. Faqala lahu, yule mtu akamwambia yule bwana wa ile bustani, ya Abdullah, ewe mja wa Allah, masmuka, jina lako ni nani?
Qala, akasema fulani, mimi fulani, lakini lismi alladhi samia fi sahabati, kwa jina lile lile ambalo alilosikia kule kwenye kile kiwingu, lile jina ambalo lilotajwa kwenye kiwingu, nenda kwa fulani ukanyesheleze bustani yake. Alivyokuja kumuuliza wewe ni naye, akamwambia jina lile lile, kwamba akapata uhakika huyu ndio yule ambaye aliyosemwa kule. La, faqala lahu, yule mwenye bustani akamwambia huyu aliyemuuliza, ya Abdullah, mja Allah, lima tasaluni an ismi, sababu gani ile kufanya uniulize jina langu? Faqala, akasema, inni sami'tu sautan fi sahaba alladhi huwa ma'u, hadha huwa ma'u, mimi nimesikia sauti kutoka katika kiwingu ambacho maji yake ndio haya wewe unaweka vizuri. Wakati natoka huko kuna kiwingu, nilisikia sauti, maji yenyewe yaliyomwagika kwenye kiwingu hicho ndio haya wewe unayapanga panga vizuri yasimwagike. Nimesikia yakulu yakisema, iska hadika fulani lismik, nenda kanyesheleze bustani ya fulani ambayo limetajwa jina lako wewe, kwa majina lililotajwa ndio hili la kwako. Fama tasnau fiha, kitu gani ambacho ulichokifanya katika bustani yako hii mpaka nafikia hatua sehemu zingine zote zisinyesheleze maji, mvua isinyeshe ije ukanyesheleze wewe peke yako? Fama tasnau fiha, unafanya nini kwenye bustani hiyo? Faqala, akasema yule mtu, ama idh qultan hadha, ama madamu umesema hivi, fa inni, hakika yangu mimi, anzuru ma yakhruju minha, ninaangalia kile kinachotoka kinachopatikana kutokana na hiyo bustani. Fa atasaddaqu bi thuluthi, baada ya hapo ninatoa sadaka theluthi yake, kwamba kile kinachotoka mavuno yote nitayagawa mara 3, basi sehemu moja nitaitoa sadaka. Wa akulu ana wa iyali, na ninakula mimi na familia yangu theluthi nyingine. Wa arudu fiha thuluthahu, ama ninarudisha tena katika hiyo shamba, kwa maana kama ni msingi, ni mbegu ya kuendeleza tena shamba langu, theluthi iliyobaki. Hii ndio ikawa ni sababu ya yeye kufanya wepesi katika riziki yake. Sehemu zingine zote hakunyeshelezi mvua haipatikani, ni ukame, lakini kwake yeye kunapatikana mvua kwa kuamrishwa wingu, nenda kwa fulani uende ukanyeshelezi, kwa sababu ya infaq, kutoa katika njia ya Allah. Tujiulize, ambao kuna nafasi kubwa sana, ni wafasaha wa kulaumu juu ya viongozi sehemu na vinginevyo. Wengine wanafikia dua ya kumlaumu Allah jalla wala kwamba Allah amebana sasa hivi. Hebu tujiulizeni, ni nani sasa wa kulaumiwa? Ni sisi au ni nafsi zetu, au ni hawa tunawaelekezea lawama? Kama tungesimamia haya yote ambayo tuliyoyasema, ambayo yanapelekea kuwa ni sababu ya kufanya wepesi katika riziki yako, kusingepatikana matatizo ambayo tunayoyapata. Sisi ndio ambao unapotaja swala la utoaji tunakimbia. Sisi ndio ambao baada ya swala tu hakuna mtu ambaye aniyemtaja Mola wake, ni mtukuru kumtaka msamaha Mola wake, hamna muda huu, hata dakika 3 zipatikane. Baada ya hapo tunapata nafasi ya ufasaha wa maneno na kuanza kulaumu kwa namna moja ama nyingine juu ya ugumu wa riziki. Man ayaluma, ni nani alaumiwe? Tuangalie wewe mathalan katika biashara yako kwa siku unapata 30,000. Huyo mja mwema aliyenyeshelezewa hadika yake, bustani yake, tumeona kwamba makharaji ya ile bustani, kitu kinachotoka katika ile bustani yake, mavuno yake, na agawa katika mafungu 3, kwamba theluthi anatoa, theluthi anakula na familia yake, theluthi nyingine itakuwa kama ni msingi, yani kwamba ni mbegu ya kuendeleza shamba lake. Wewe tufanye biashara yako umepata 30,000. Je, una uwezo, tujiangalie tu, tujitathmini, una uwezo wa kusema kwamba natoa theluthi yake 10,000 kwa ajili ya njia ya Allah? Jambo hilo tumeliondoa. Tumekimbia Waislamu wengi sana kwa namna moja ama nyingine. Uislamu unaendeleshwa na Waislamu, lakini huyo Muislamu mwenyewe anakimbia Uislamu wake, na yapelekea wakati mwingine na kuanza kutangaza kwamba Uislamu unadharauliwa. Unaudharau au udharauliwi, bali wewe ndio chachu, ndio sababu ya kudharau Uislamu wako. Sababu fillah, man ayaluma fi kadhiyati riziki. Tunachokiangalia ni nani ambaye anaofaa kuelekezewa lawama katika masuala mazima ya riziki, na tumeangalia ndani yake sababu za kisheria ambazo zinaweza ni sababu ya mtu kufanya wepesi riziki yake kwa Allah jalla wala, ambayo tumesema kuna kumtaka msamaha Mola wako. Kuanzia leo tujitahidi kwenye masuala hayo, ili mradi tumuombe Allah atufanye wepesi katika yale ambayo kuna ugumu ndani yake.
Vile vile tukaona tawakkul kutegemea kwa Allah, ama takwa ucha Mungu, kutoa na mengineyo. Hababu fillah, haya yote inapasa tushikamane nayo, alimradi kujikwamua katika yale ambayo tuliyokuwa nayo katika wimbi kubwa la ugumu wa upataji wa riziki au ugumu wa kipato chetu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. اقم الصلاه.